Hii ndiyo maana halisi ya bandika bandua. Baada ya mnyama wa mwituni Simba Sports Club kukamilisha ratiba ya mchezo wake wa kwanza katika upande wa NBC Premier League katika mwezi huu wa 5 kwenye ratiba ya michezo kadha wa kadha alionayo, mnyama wa mwituni Simba Sports Club amehamia uwanja wa KMC Complex akitoka katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao alikuwa anautumia kama uwanja wake wa nyumbani katika upande huo. Ukitazama performance ambayo imekuwepo katika upande huo, dhahiri shairi performance imekuwa ni performance nzuri zaidi ambayo tutarajie au tutegemee kuitazama na kuiangaza kupitia katika upande wa performance ya mnyama. Imekuwa ni performance nzuri, na performance ambayo imekuwepo katika upande huo imekuwa ni performance ya kutukuka, na performance ambayo kila mmoja katika nafasi yake kuna kitu cha ziada ambacho anaamini kina uwezo wa kuitengenezea timu mentality, ustadi, ubora na mengi makubwa pia yaliyotukuka kupitia katika upande huo. Sasa moja kwa moja na kila ambacho kipo wazi na kila ambacho tayari pia kimeainishwa ni upande wa coach Steve Baka baada ya timu kuhamia uwanja wa KMC Complex. Tayari upande huo tumetazama makubwa yanaonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, katika sehemu ya mabadiliko ya kikosi ambacho anakwenda kukitumia dhidi ya miamba ya mchezo ambao Simba anacheza katika uwanja wake wa nyumbani, akihitaji pia kupata matokeo mazuri ambayo anaamini anakwenda kumtengenezea mentality, ustadi, ubora, ushindani wa hali ya juu katika upande wa NBC Premier League. Katika nafasi hiyo Simba anacheza dhidi ya Tanzania Prison na mechi yake inachezwa kesho kutwa Jumapili ya tarehe 10. Ndio wakati ambao imesalia siku moja tu kwa ajili ya mnyama mwituni kuhakikisha kwamba anawavaa Tanzania Prison. Probably ni kuvirishe katika mabadiliko ya kila ambacho amekizungumza na kuweka wazi zaidi coach Steve Baka aina ya wachezaji ambao anakwenda kuanza nao katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi katika mafanikio makubwa ambayo Simba wanahitaji kuwa nayo na kuzidi kupunguza gap la alama 5 ambalo lipo kati ya wao pamoja na wapinzani wao kwa maana ya Young Africans. Kikosi cha Simba kina Jibril Kasari kama goalkeeper, ndiye ambaye anapatiwa nafasi ya kuanza katika upande huo. Then fullback right, yani beki namba 2 ambaye tunamshuhudia na kumtazama katika upande huo, tupo na mwamba wa juu kabisa anayejulikana kwa jina la beki namba 2. Yupo mwamba anayejulikana kwa jina la David Kameta Duchu anachukua nafasi ya Shomari Kapombe ambaye alipata nafasi ya kuumia mchezo dhidi ya JKT Tanzania. So upande huu ndio wakati ambao tunamtazama mwamba wa juu kabisa akiaminiwa na kupewa nafasi ya kufanya vizuri zaidi, mwamba mwite kwa jina lake David Kameta Duchu, anacheza kama beki namba 2. Upande wa beki namba 3 yupo bwana mdogo Nixon Kibabage. Nixon Kibabage anacheza kama beki namba 3 na moja mabeki ambao performance yao as well imekuwa ni performance nzuri zaidi ambayo amekuwa nayo, na kila ambacho amekuwa akionyesha ni dhahiri shairi kwamba amekuwa katika hali ya ubora mkubwa zaidi uliotukuka. Tukija katika upande wa beki nambari 4 au beki wakati ni Ismail Ture. Ismail Ture ndiye anacheza kama beki nambari 4 katika upande huo, wakati nambari 5 tupo na chuma kweli muite mwamba Rushaine Stare Derek ndiye anasimama kama beki namba 5 katika nafasi hiyo. Upande wa namba 6 tupo na mwamba wa juu kabisa muite Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma ndiye anakuja kucheza kama namba 6 mchezo huu dhidi ya Tanzania Prison. Upande wa nambari 7 tupo na chuma cha Mjerumani, mwamba wa juu kabisa pia, upande wake muite Ribase Gay ndiye anacheza kama namba 7 kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Upande wa namba 8 ambaye tunamtazama na kumwangaza kwa uzuri kabisa
ni mwamba anayejulikana kwa jina la namba 8 ni mwamba anayejulikana kwa jina la Alassane Kante. Kante anarejeshwa kwenye kikosi akicheza kama namba 8 katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, na kitu kinaonekana katika sehemu ya makubwa na mengi ambayo yanazidi kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Then tukija katika upande wa namba 9 tunaye Seleman Gomez Mwalimu, ndiye anacheza katika upande wa namba 9 kuhakikisha timu inafanya vizuri na timu inakuwa katika ubora wa mengi zaidi pia yaliyotukuka. Then upande wa nambari 10 yupo Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama anacheza kama namba 10 katika upande huko akisha timu inafanya vizuri zaidi. Then 11 anahitimisha na kukamilisha katika nafasi mwamba Eri Mpanzu Kibisawara, ndiye anahitimisha na kukamilisha idadi ya nyota 11 ambao wanakwenda kuanza mechi kati ya Simba dhidi ya Tanzania Prison. Simba hahitaji kuangusha alama yoyote, anahitaji kupambana kwenye hii michezo 9 iliyosalia upande wake kuhakikisha kwamba anapunguza gap la alama 5 na kuhakikisha kwamba anapata ubingwa wa NBC Premier League. Kwa kikosi hichi unaiona wapi nafasi ya Simba kwenda kuibuka na ushindi dhidi ya Tanzania Prison kesho kutwa, mechi ambayo inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa zaidi?